kama upendavyo. Bwana Nifinyange ni kipindi cha Bwana Nifinyange. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Bwana Nifinyange na mtumishi wa Mungu Mchungaji Peter Undole. Ninayekualika ni mimi Grace Munuo. Karibu tuwe sote. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa kipindi cha Bwana Nifinyange, tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa kwa ajili ya kutufinyanga. Naye kuletea kipindi hiki pendwa ni mimi mtumishi wako Reverend Father Peter Undole, lakini pamoja nami niko na Benson Samuel, pamoja na Samuel Kotei. Amina. Basi leo Mungu ametupa neema Benson pamoja na Kotei. Utakumbuka kwamba kanisa la Potters limeanza semina katika mwaka huu wa 2026. Hii ni semina ya kwanza ya Januari kuelekea Februari. Semina pamoja na mfungo wa siku 5. Kwa hiyo tutakuwa hapa tukichambua yaliyojiri kuanzia siku ya jana na yatakayoendelea leo na kesho. Tutakuletea vipindi hivi kwa utukufu wa Mungu. Na somo ambalo baba mchungaji anaendelea nalo kutoka siku ya jana limebeba kichwa kinachosema kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Na mafundisho haya yamejikita sana kwenye Mathayo ile sura ya 5 na mstari ule wa 1 mpaka wa 12, pale ambapo hii inaitwa hotuba ya mlimani. Yesu anaposema heri wenye huzuni kwa maana utafarijiwa, heri maskini wa roho kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Ziko heri pale kadhaa, na jana mpira ndio umeshaanza hivyo. Semina ilianza siku ya jana. Nianze na Benson Samuel. Siku ya kwanza ya semina, unadhani siku ya kwanza ya semina mtazamo wako ukoje? Ni semina ambayo imekupa fursa ya kuanza mwaka vizuri? Kabisa. Semina ambayo imenipa fursa ya kuanza mwaka vizuri kwa sababu ya kile ambacho Roho Mtakatifu kwa kinywa cha mchungaji amekiachilia juu ya kitu cha ufalme wa Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo kwa namna ambavyo nimepokea kwa siku ya kwanza, nimekuja kugundua karibu vitu vyote ninavyovihitaji vimebebwa ndani ya ufalme. Kwa hiyo kwa kwangu mimi kimsingi namwomba Mungu, maana umeniuliza kwangu mimi. Ni sawa. Namwomba Mungu niweze kutendea kazi kwa vipengi kwa hasa kile kitu cha jana na tutakachoendelea nacho leo, kesho mpaka Ijumaa. Ili niweze kupata hasa kile ambacho kiko ndani ya ufalme kinachoweza kubadilisha maisha yangu moja kwa moja. Amen. Samuel Kotei. Siku ya jana semina imeanza. Unadhani kwamba neno hili au neno hili linalofundishwa kwenye semina ni neno la wakati kabisa? Kwa nini unadhani ni neno la wakati sahihi kwa wakati kama huu tulionao? Hasa kwa sababu moja kubwa, kama somo linavyosema, kanuni za ufalme zinavyotusaidia au linavyotuwezesha kushinda ufalme wa giza. Kwa hiyo unaona, ushindi wetu ni kitu chochote pale, hasa pia ulimwengu wa giza na mambo yote umefungwa kwenye kuzijua kanuni za ufalme. Kwa hiyo ni neno la wakati na la majira, hasa katika wakati huu. Hii inatupelekea tuone umuhimu au uhalisia wa maneno ya Yesu aliyosema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kabisa, kwa sababu unaona Yesu anaweka kipaumbele cha kwanza ni ufalme wa Mungu kwanza. Unaweza ukavitafuta vitu vingine, lakini kwanza tutafute ufalme wa Mungu, kwa sababu hivyo vitu vingine ambavyo tunaweza kuwa tunavitafuta vinapatikana ndani ya ufalme
ufalme wa Mungu. Ndio unamwona Yesu alichoanza kukisema cha kwanza ni watu wautafute ufalme wa Mungu. Hajaanza kuzungumzia kusema utafuteni ufalme wa Mungu ili muwe na uchumi mzuri, ili muwe matajiri, yani ameanza kuzungumzia ufalme wa Mungu kwanza, alafu hivyo vingine vyote vinakuwa vinafuata. Kwa hiyo ni muhimu sana kukalielewa hilo. Benson, ufalme wa Mungu unavyobomoa ufalme wa giza. Ufalme wa Mungu unavyobomoa ufalme wa giza. Ni kama inanipa shauku hivyo. Labda nadhani mateso yetu mengi sisi hapa duniani ni dhidi ya ufalme wa giza. Hii unaisemeaje? Ufalme wa Mungu unavyobomoa ufalme wa giza. Watu wangejua hii, ni kama wangeutafuta sana ufalme wa Mungu, kwa sababu kitu kikubwa kinachotusumbua ni ufalme wa giza. Unaisemeaje? Hiyo ni kabisa, ni kweli. Na kama ambavyo somo lilikuja hapa ulimwenguni, karibu kila mtu anasumbuliwa sana ufalme wa giza sana. Maana tunapozungumzia ufalme wa giza tunazungumzia shetani mwenyewe, mfumo na system yake ambayo ameitengeneza hapa. Ndio maana sasa Yesu Kristo alipokuja, hata katika ile sala wanafunzi wa Yohana walikuwa walifundishwa kusali na vitu kama hivyo, na sisi naomba tufundishe kusali. Akasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako uje. Kwa hiyo unaona kuna kipengele ambacho Yesu kwanza alianza kukisitiza cha ufalme wake kwanza kushuka. Kwa nini? Kwa sababu ule ufalme ukishuka, mahali ambapo kuna ufalme wa Mungu, yani ufalme wa shetani wenyewe tu huwa unahama. Kwa kulingana na somo mahali ufalme wa Mungu ukishuka, ufalme wa shetani unabomoka wenyewe tu. Mahali ufalme wa Mungu ukishuka, ndio maana sasa Yesu aliona kwamba hawa watu sasa, ili kutoka kwenye haya mateso, ni lazima kwanza, yani kitu ambacho waende kwenye kile ambacho kinatakiwa hasa. Manake wakikipokea watu hicho kitu, ufalme wa giza, yani moja kwa moja tu lazima ubomoke. Ndio maana sasa kwa Wakolosai Paulo mtume alijitahidi kuiweka, akasema alitutoa kwenye ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wake. Wewe unaona sasa, maana yake ndicho Yesu alichokifanya, akatutoa huku akatuingiza huku. Ni vitu ambavyo haviwezi kuingiliana. Ndio maana unaona sasa watu wengi wanasumbuka huku kwenye ufalme wa giza, ni kwa sababu tu kitu kimoja hapo ambacho hawajakielewa, kukaribisha ufalme wa Mungu ili uje kubomoa moja kwa moja ule ufalme wa giza. Sasa kama ambavyo umesema kwamba kuna kanuni zake, kuna kanuni za wakati huo ufalme. Sasa hiyo ndio shida ambayo naweza kuendelea. Ndio shida ambayo iko watu wengi, kwa mfano wako makanisani, kanisa ni matokeo ya ufalme, lakini sasa tatizo linakuja kwenye kutembea kwenye zile kanuni. Ndio maana nilipenda sana somo ambalo limeanza jana linavyoendelea. Maanake kama tukilikamata sawa sawa, yani kwenye haya masumbufu ambayo watu wanateswa kwenye huu ufalme wa giza, yatakuwa yameisha moja kwa moja. Asante kote. Watu tunasumbuliwa na nguvu za giza, tunasumbuliwa na nguvu za giza, na unaona mahangaiko ni makubwa. Mtu ataambiwa sijui chukua nini kaweke kitandani, sijui chukua nini kaweke sijui kwenye biashara, chukua nini. Mahangaiko haya ni dhidi ya nguvu za giza. Hii inaonyesha nini? Ni kwamba watu hawajafahamu siri ya ufalme wa Mungu, jinsi tunavyobomoa ufalme wa shetani, kwa sababu kama tungefahamu, nadhani watu wangekimbilia sana kutafuta ufalme na kanuni zake ili wajikute tu wamebomoa. Hii wamebomoa ufalme wa giza. Hii unazungumziaje? Nafikiri watu bado hatujaufahamu ufalme wa Mungu sawa sawa. Na tunapozungumzia ufalme wa Mungu ni muhimu kuelewa. Yohana anasema kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza, anasema nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Sasa hii nuru ndio nuru ya ufalme wa Mungu mwenyewe, au ndio Yesu mwenyewe ndio mwenye huo ufalme. Maana yake panapo kuwepo na ufalme wa Mungu, kama alivyosema mtumishi, huwezi ukakuta giza linatawala au ufalme wa giza unatawala hapo. Ni lazima utaondoka. Kwa hiyo ule ufalme unaosababisha masumbufu kwa watu, unaosababisha mateso kwa watu, unaosababisha mahangaiko kwa watu, ni ufalme wa giza. Lakini kama watu wangetambua umuhimu na kufahamu nguvu iliyopo kwenye ufalme wa Mungu,
automatically wangeukimbilia, wangeutafuta. Ndio maana Yesu anasema tafuteni kwanza. Yaani ni kama kipo kitafuteni, au hakipo mnatakiwa mkitafute kwa nguvu zote, kwa gharama zote. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Unadhani watu wanatafuta nini kwanza katika maisha yetu ya sasa? Kwa kweli sina hakika kama tunajibidisha kwenye kutafuta ufalme wa Mungu sawa sawa. Inawezekana kuna vitu ambavyo sisi tunavitafuta nje na ufalme wa Mungu, kwa sababu labda tunatafuta kukidhi mahitaji yetu wenyewe, tunatafuta kukidhi maisha, yani tupate utoshelevu wetu wenyewe, maisha yetu wenyewe, lakini hatutafuti ule ufalme wa Mungu sawa sawa vile inavyotakiwa. Benson Samuel, Yesu alipokuja duniani alijua anakuja mahali penye giza. Alijua anakuja mahali ambapo kuna umaskini uliokithiri. Alijua anakuja mahali ambapo kuna mapepo na majini. Alijua kwamba anakuja mahali ambapo kuna siasa chafu au siasa mbovu. Lakini Yesu hakuanza na kukemea mapepo, wala hakuanza kutengeneza mifumo sijui ya kiuchumi kuwafundisha watu wajikwamue na umaskini, wala hakuanza na mambo ya kisiasa. Na hata walipomtaka awe mwanasiasa awakomboe kutoka ule utawala wa Kirumi, aliwaambia bayana, ufalme wangu mimi sio ufalme wa dunia hii. Unadhani ni kwa nini? Unajua Yesu Kristo kama ambavyo tunasema alikuja kulenga pale pale, kwa sababu alijua ufalme wa Mungu ndio kila kitu, unabadilisha kila kitu. Ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu unabadilisha kila kitu. Okay, utabadilisha siasa, utabadilisha umaskini, utabadilisha yani kila kitu, kila kitu, kwa sababu pia kila kitu tunachokihitaji kiko ndani ya ufalme. Lakini sasa ndio maana kuna mstari ambao alisema kwamba hayo yote hayo ile waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana 5:4 kwamba kila aliyezaliwa na Mungu naam, nilipenda sana ule mstari. Hiki ndicho kiishindavyo ulimwengu, hiyo kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huko ndiko kushinda ushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo huko ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo sasa unakuta unaona Yesu alileta dawa, lakini dawa ya haya yote ni watu kama hatujaielewa. Tunajikita kwenye vitu vingine. Kama tungefuata Yesu tu sawa sawa, kama ambavyo amesema kwamba haya yote sio ya kisiasa tu, nini, vitu vyote vingeisha. Kwa nini? Kwa sababu tulivyosema ufalme wa Mungu unabadilisha kila kitu. Sasa ile imani ikishaingia na tulisema na tulijifunza kwa upana ile siku ya jana, jinsi imani ikishaingia inapokupa uwezo wa kuzaliwa. Kuna kitu ambacho kinazaliwa kule, kuzaliwa maana yake huyu ndiye aliyezaliwa na nani? Biblia inasema kwamba, imeweka vizuri kwamba hawa ndio waliozaliwa. Unajua kuna kule kuzaliwa ambako kunakupa nafasi ya kuingia kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Ukisha unahama moja kwa moja kwenye mfumo wa duniani huko, ni kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa unaona Yesu Kristo alikuja kuleta kitu ambacho kinaweza kubadilisha hayo yote, kinachoweza kushinda hayo yote. Ndio maana alipokuja kwanza hakuanza na japo aliyaona na taifa lake lilikuwa liko katika hali mbaya sana, lakini alianza kukileta kitu ambacho kinaweza kupindua kila kitu. Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Unaiconnect vipi hii na ufalme wa Mungu? Namna ambavyo naweza nikaiunganisha hapo, unajua ili ufananie na ufalme lazima kwanza uzaliwe na unasema kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Aliyezaliwa na Mungu sio mwanadamu, aliyezaliwa na Mungu maana yake ni yule ameukubali ufalme, amempokea na kumwamini Mungu, maana yake automatically amezaliwa na Mungu. Kila aliyezaliwa na Mungu, naomba hapa msikilizaji wetu akusikie vizuri. Kila aliyezaliwa na Mungu maana yake ni yule ameukubali ufalme, amempokea Mungu, amemwamini Mungu. Kwa maana hiyo huyo amezaliwa na nani? Amezaliwa na Mungu. Na huyo ndiye ambaye anaushinda ulimwengu. Ulimwengu maana yake ni
Sasa tunapozungumzia ulimwengu unaona Paulo mtume anazungumza kwa lugha tofauti tofauti, anazungumzia kama dunia hii mbovu, au kwa tafsiri nyingine au tafsiri nyepesi ni mambo ambayo ni mambo maovu au mfumo wa vitu viovu, mifumo ya dhambi, mifumo ya dhambi, vitu vya namna hivyo. Kwa hiyo hakuna namna mtu anaweza kushinda mfumo wa uovu, mfumo wa dhambi kama hajazaliwa na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anakupa hiyo nguvu ya kushinda dhambi, mifumo yote ya uovu. Na mifumo yote ya uovu automatically lazima tujue asili yake nyuma ni nguvu au ufalme wa giza ambaye ni shetani mwenyewe. Ndio maana lazima, ili mtu aweze kushinda ulimwengu au mfumo wote wa uovu wa shetani, nguvu za giza, ufalme wa giza, lazima huyo mtu azaliwe na Mungu. Hali tunayoiona makanisani, kwenye familia ya vurugu na watu kushindwa na dhambi ni udhihirisho kwamba hawajazaliwa na Mungu au hawajakaa vizuri kwenye ufalme. Definitely ni kweli kwamba yani unapozaliwa niseme hawajakaa vizuri kwenye ufalme. Wamezaliwa lakini hawajakaa vizuri kwenye ufalme. Hawajafuata hizo kanuni za ufalme. Kanuni lazima unapozaliwa lazima upate kwenye ufalme. Unapozaliwa na Mungu ufuate zile kanuni ambazo zinakuelekeza namna ya kuishi kwenye ufalme. Hakuna namna unaweza ukaishi kwenye ufalme kama hujazifahamu kanuni za ufalme. Hizo ndo zitakusaidia kwamba mipaka yako inafikia hapa, kwenye kufanya hiki, kwenye kufanya hiki. Hizo kanuni ndo zinakuamulia namna ya kufanya mambo, namna ya kuishi, inakupa mfumo wa maisha mapya. Kwa hiyo kama umezaliwa na Mungu lakini hujazijua kanuni, hauna kanuni zinazokusaidia kuishi kwenye ufalme, automatically lazima ulimwengu pia utakushinda. Unadhani Wakristo tunazifuata kanuni za ufalme inavyotakiwa? Kwa sehemu kubwa sina hakika kama tunazifuata kanuni za ufalme. Benson Samuel. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Imani ina nafasi gani katika ufalme wa Mungu? Imani ina nafasi kubwa sana. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Yaani kama muamini unaona ulimwengu unakushinda, hujaamini, yani huna imani. Na niseme tu kwamba yani kama hujaokoka inatakiwa uokoke tena. Yani imani ni imani yetu imebeba kuna mbegu ya ushindi. Nilipenda jana mhubiri alisema yeyote aliye na Mungu muweke popote pale, anashinda, anasitawi, anachanua popote pale, yani kwenye mazingira yote ambayo unayaona wewe kwamba haya ni magumu, wewe muweke, alafu njoo baada ya muda utamuona alivyo. Kwa nini? Ile imani, hiyo imani. Kwa hiyo unaweza kukuta ya kwamba imani ambayo tunayo katika Kristo Yesu. Hata ndio nasema hiyo imani yetu. Huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo imani inamsaidia mtu kwenye ufalme kutenda yale Mungu anayotaka. Ndio maana sasa kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndio maana anaanza kutoa mifano kule mingi, anasema kwa imani unaona walikuwa wanafanya vitu vinavyoenda kikanuni, kanuni ya ufalme. Anaanza kutoa mifano pale wakina Ibrahimu, wakina Sara, walikuwa wanatembea. Ndio maana unaona kule mbele, mimi nilipenda sana yule mhubiri kwenye kile kitabu cha Waebrania, anasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Maana yake watu waliona hawa watu wakiendelea kuwepo kwa ulimwengu, hawa watu ni hasara kwa ulimwengu. Kulingana na sababu tunaoenda nao ni kwamba hawa watu wanazidi kubomoa mifumo yetu. Ndio maana walikamatwa, walichinjwa vibaya, waliuawa vibaya. Kilichowawezesha ni ile imani walionayo katika Bwana. Sasa kwa mujibu wa kifungu hiki huku kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Neno la ufalme, hiyo imani yetu. Sasa kwa nini ukiangalia ndani ya kanisa unaona watu ni kama ulimwengu unawashinda? Shida ni nini? Wamezaliwa kwenye ufalme wa Mungu lakini hawana imani au imekaakaaje?
Kwa sababu kama imani ndio inayompa mtu kushinda. Sasa huyu mtu yuko kwenye ufalme. Sasa kama anashindwa, shida itakuwa nini? Itakuwa kwenye imani au shida itakuwa kwenye imani. Unajua Biblia inamzungumzia mtu ambaye amekwisha amini, alafu kuna kuukulia ule wokovu alionao, kuukulia wokovu ili imani yake iendelee kujengwa. Sasa tatizo lililoko ni kwamba unajua aina ya chakula kinamfanya mtu aweje. Chakula anachokula, chakula unachokula ndio kinatengeneza aina ya mtu tunayemwona. Wao unakuta sasa ndio hatari tulionayo leo ya kwamba unakuta mtu ameamini alafu anaanza kukutana mafundisho ya ufalme hakutani nayo kabisa. Anakutana na mafundisho ambayo kimsingi yanamfanya mtu anakuwa sasa. Kwa mfano mtu anaokoka bado mchanga, anaanza kukutana na mafundisho kwamba nikikuwekea mkono unapata gari, nikikuwekea mkono si unapata nyumba, si nikufanyaje, hapo vile vitu hajapata. Unategemea hapo nini kitaendelea hapo? Hii imani, shikilia hapo. Hii imani ikote. Hii imani ya kutuwezesha kushinda ulimwengu. Huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hii imani ikoje? Ni sawasawa, kwa sababu kuna ile imani ya miujiza na kuna hii imani inayotuwezesha kushinda ulimwengu. Hizi naziona kama ni imani mbili tofauti. Beni, nitarudi hapo. Shikilia hapo. Naziona kama ni imani. Watu wana imani gani? Wana imani hizi za miujiza ambazo ndio sasa tunakuja kufeli, au wana imani hii ya kuwafanya washinde ulimwengu? Hii imekaaje? Unajua imani ya kushinda ulimwengu katika kitabu cha Warumi sura ya 10 inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Kristo. Imani inayokuwezesha kushinda ulimwengu ni imani inayotokana na kulisikia neno la Kristo mwenyewe. Lakini hizi imani zingine tunazozisema watu wanaweka imani kwenye miujiza ni moja kwa moja naweza nikasema inawezekana wanaamini sana neno la mtumishi au neno la nabii, amebeba ishara, nabii wa ishara, nabii wa miujiza, lakini sio neno la Kristo. Kitu ambacho kinawachanganya, kinaondoa hali yao ya kumwamini Mungu, hali yao ya kuwa na mahusiano ya dhati au mahusiano mazuri na Mungu wao, inawapeleka kwenye kuamini maneno au matamko ambayo wanaweza kuwa wanasema watumishi. Kwa hiyo kulingana na matamko au maneno ambayo watakuwa wanasema watumishi kwamba miujiza ile na ishara, watu wanaiamini miujiza zaidi kuliko Yesu Kristo ambaye ndio neno. Yesu Kristo ndio amebeba neno la ufalme. Kwa hiyo matokeo yake anakuwa amepokea muujiza lakini hana tabia ya ufalme. Hana neno la ufalme. Kwa sababu neno la ufalme au ufalme wenyewe unapokuja lazima ubebe vitu vikubwa vinne. Jambo la kwanza, kabla hujafika hapo, Benson, unacha kuongezea? Kwa hizi imani hizi, imani ya miujiza, Waebrania nasema imani ya kutuokoa roho zetu, imani ya kutubadilisha, imani ya ufalme ya kutubadilisha. Kwa nini tuna kanisa la watu ambao hatuendani kama neno linavyosema? Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kwa nini sasa tunaona kushindwa kwa kiwango kikubwa sana kimaadili kwa watu ambao wamemwamini Mungu? Unajua na ningeweza kusema neno gumu kwamba majumlisho yake ni kama hatuna imani. Ndio maana wale mitume walifikia tu akasema tu ukweli, tuongezee imani. Hatuna imani ipi? Inaweza tuna imani ya miujiza, hatuna imani hii hapa, hii ya kutuokoa roho zetu, ya kutubadilisha. Hii imani hatuna. Mtakuwa watakatifu kama yalivyo mtakatifu. Kwa hiyo unakuta sasa, kwanza Mungu hajawahi kusema uongo. Yaani akikupa ile mbegu ya ile imani inayokubadilisha, Mungu ana uhakika na kitu alichoweka ndani. Kitakuja kitakubadilisha moja kwa moja. Wewe tu mwenyewe utaanza kusema Mungu hataki hivi, Mungu hataki hivi, Mungu hataki. Ile imani itaanza kufanya kazi moja kwa moja. Kwa hiyo sasa tukisema kwamba mtu anayo imani alafu kila siku anakuwa ni mtu wa kushindwa, yaani hapo tutakuwa tunamuona Mungu kama ni muongo. Kwa sababu wale ambao wameipokea hasa ile imani, walioandika wamekiri na wameiona hiyo imani. Sasa walivyoiona ile imani maana yake imefanya kazi, ndio maana wametuandikia na sisi.
kule kutuandikia na sisi, maana yake wanataka pia kama tunaipokea ile imani sasa ya kutuokoa roho zetu, wana uhakika ya kwamba tutapata mabadiliko ya kitabia ya kweli. Kwa hiyo unawaambiaje wasikilizaji wetu na watazamaji wa kipindi kipendwa cha Bwana Nifinyange kwamba tuweke mkazo kwenye imani gani? Kwa mimi ninachoweza kusema ya kwamba mkazo wetu mkubwa uwe kwenye imani, tukiachana ile imani ya miujiza, tuwe kwenye imani ya kutuokoa roho zetu inayoleta mabadiliko ya tabia. Kwa nini? Kwa sababu unajua tunarudi kwenye mfano wa wana wa Israeli, walikutana sana na miujiza mingi sana, lakini mwisho wa siku hawajafika walipotakiwa kufika. Hawakuwa na tabia zile za ufalme, tabia za ufalme hawakuwa nazo, lakini ndio wao walishuhudia bahari ya Shamu ikipasuka namna hii wakapita, walishuhudia wakipewa chakula jangwani kabisa, walishuhudia wakipewa maji, viatu havijachakaa lakini hawakuwa na tabia za kifalme. Walifanya mambo ya ajabu mengi. Mungu akasema hapana. Maonyo yako ni nini kibiblia kwa habari hii, tunapotoka kwenye pointi hii, imani ya miujiza na imani ya kutuokoa roho zetu? Nachoweza kusema watu wanatakiwa wajue namna ya kuweka vipaumbele. Imani ya kutuokoa roho zetu ndio imani pekee ambayo tunapaswa kuwa nayo, kwa sababu ili tuweze kuishi katika ufalme, hakuna namna tunaweza kuishi katika ufalme na kumpendeza Mungu kama hatutakuwa na imani ya kutuokoa roho zetu. Na imani ya kutuokoa roho zetu inatokana na kulijua neno la Kristo, kwa kusikia au kufahamu neno la Kristo sawa sawa. Kinyume na hapo, maana yake tutakuwa tunapoteza. Tunaweza kuwa tunakuja kanisani, tunaingia, tunatoka, lakini hatuna neno la ufalme, hatuna imani inayotuwezesha kumpendeza Mungu au kuishi katika kanuni za kifalme. Ndio maana kama nataka kumwelewa Yesu hivi alivyosema kwenye Luka sura ya 22 mstari wa 31 mpaka 32, pale anamwambia Petro, Petro, shetani amewataka ninyi awapepete kama ngano, lakini mimi nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Unaonaje katika kanisa la sasa hali ya kuimarishana ipo au imepungua? Na kama imepungua, maana yake kutindika kwa imani kumeongezeka sana, au hii imekaakaaje ukichukulia maneno ya Yesu Kristo na hali tulionayo sasa? Kwa sehemu kubwa nafikiri kama tungekuwa tunapendana tungekuwa tunaimarishana sana. Lakini nafikiri hicho kitu kimepungua ndani ya kanisa, na kwa sehemu kubwa hakuna namna tunaweza kuimarishana katika imani. Kwa hiyo unasema kwamba imani zetu zimetindika? Kwa sehemu kubwa imani zetu zimetindika, kwa sababu haionyeshi namna ambavyo mtu mwenye imani, tutaona namna matendo yake yalivyo, tutaona namna ambavyo anamwishia Mungu, tunaona namna anahusiana na watu wengine, tutaona namna ambavyo ni mwadilifu, namna ambavyo anamwabudu Mungu. So unapokosa kwa kanisa, kwa picha ya kanisa tulilonalo, tunaona tuna watu wengi ambao kwa sehemu kubwa imani inaonekana imetindika ndani yao. Tuna wachungaji imani zao zimetindika kabisa, wako wachungaji ambao imani zao zimetindika. Tuna maaskofu imani zao zimetindika, wako maaskofu ambao imani zao zimetindika. Kwa sababu gani? Lazima tunaona matendo yao. Yesu Kristo anasema mtawajua kwa matendo yao. Unajua, imani tunamwamini Mungu, lakini uhalisia wa imani kwa mtu mwingine unathibitishwa kupitia matendo. Sisi tunamwamini Mungu, lakini namna ambavyo tunamwamini Mungu unathibitishwa kwenye matendo yetu. Unaweza ukaona kwa kiwango kubwa tuna maaskofu, tuna wachungaji, tuna Wakristo, tuna waumini ambao wanaweza kuwa wanasema wanamwamini Mungu, lakini matendo yao wanasema yani mioyo yao iko mbali na mimi. Wananikiri kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kwa tuna Wakristo na wachungaji wa namna hiyo sana kwenye kanisa ambalo tuko nalo kwa wakati huu. Unamuona Yesu anaweka nguvu kubwa katika kuomba imani isitindike, ili kuzuia madhara yatakayojitokeza baada ya imani kutindika. Unaweza ukaona madhara gani kwenye kanisa wakati watu imani zao zinapotindika? Kanisa linapata shida gani? Shida mojawapo ya kwanza, watu kumwacha Yesu.
yaani kumwacha Yesu moja kwa moja. Imani imekuwa imetindika. Katika mazingira gani? Katika mazingira ya shida, kama ambavyo imesema kwamba shetani anataka ni kuwapepeta kwenye mazingira ya kupepetwa. Ukishafika kwenye mazingira ya kupepetwa, imani yako inapotindika, yani wewe na mambo ya Yesu pale pale mnasema kwa kweli, kama pastahili kumpata Yesu ndio kupo namna hii, mimi na Yesu hapana. Sasa ukishamwacha Yesu ndio yanaanza kutokea mengine yote. Kanisani unaanza kuja matabu. Yani hata mtu akikishia kufuata katika hali kama hiyo, na yeye pia labda amesongwa katika hali fulani ya kiimani, akija kwako kwamba bwana, ndugu yangu, mimi napita katika jambo hili, hebu wewe mwenyewe, ndugu yangu, mimi nilionayo sasa ndio, yani sio mchezo, yani hapa sasa tufanyaje? Kwa hiyo unakuta nawe pia unakosa ile nguvu ya yani unakuwa huwezi kumuimarisha mwenzako. Kwa nini? Kwa sababu ile imani ya kwanza umeshamwacha Yesu kwa sababu ya yale mazingira. Ndio maana alimtazama Petro akasema, sasa huyu hapa anataka kumweka au aje kuwaimarisha ndugu zake. Lakini sasa kama kuwaimarisha ndugu zake, yeye mwenyewe akishachukuliwa na huko kupepeta hawezi. Ndio maana ndio maana hata baada ya kufufuka Yesu alimuuliza maswali Petro, wanipenda? Lakini kuna kitu fulani kama kuweka kwenye, ndio maana kwenye alisema kwamba simjui mimi mtu huyu, simjui. Kwa hiyo unakuta katika mazingira ndio tunakutana na wadada wengi, vijana wengi makanisani, watumishi wengi makanisani, imani zikishatindika wanapita katika mazingira kama hayo, unakuta wakishawishiwa tu na adui kidogo tu kwa habari ya imani yao. Unakuta kwa mfano wakati mwingine mvulana anamuona huyu mdada kaokoka vizuri, anakuja anasema, bwana, sasa ninajua ndio umeokoka na nini, lakini ili nikupe 10,000 yangu, nikupe 20,000 yangu, uje tufanye jambo 1 2 3. Unakuta mdada sasa anaanza kupima, nishikane na Yesu na hii hali iko hivi na maisha ya Dar es Salaam. Unakuta msichana kapanga chumba nyumbani huko. Sasa wakati mwingine simu zinaingia, bwana, naomba nisaidie 5,000. Anaanza kuwaza, sasa mimi na Yesu nikienda kanisani wanasema unatiwatiwa tu moyo, simama na Yesu. Imani inatindika. Kwa hiyo mtu akiwa na chuki dhidi ya mwenzake ni ishara kwamba imani imetindika. Mtu akikataa kusamehe Mkristo mwenzake, imani imetindika. Mtu akiwa na wivu dhidi ya ndugu yake, imani imetindika. Watumishi kwa watumishi wasipopatana na kuelewana, imani imetindika. Na imani ikitindika kuna nini tena? Hakuna kitu. Utabaki tu unapokea muujiza, lakini imani imefanya nini? Sidhani ataka watu muujiza utakaopokea, sidhani kama Mungu. Samuel, umeshawahi kupita kwenye kipindi ukajua kwamba hapa imani yangu imetindika? Wewe kama wewe? Nimepita vipindi, vipo vipindi vipo, kwa sababu ni wanadamu. Yesu anaambia ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulifanya nini ulipogundua hivyo kwamba hapa naona imani imetindika? Unajua, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2018, nilipita kwenye kipindi kigumu kidogo nilikuwa sasa, kwa sababu ya muda sitaweza kueleza kila kitu, lakini ilikuwa ni kipindi kigumu, kipindi ambacho wakati mwingine unakuwa na maswali mengi ya kumuuliza Mungu. Hivi Mungu inakuwaje? Mbona kama umeniacha? Mbona kama unisikii? Mbona kama umenyamaza? Mbona kama unioni? Una maswali mengi hivyo ya kumuuliza Mungu. Lakini kwa kweli kitu ambacho kilinisaidia ni maombi na kujua neno la Mungu. Yani pamoja na kwamba unaweza ukapita kwenye vipindi hivyo, lakini kama unafahamu neno la Mungu, unamjua Mungu sawa sawa na unaomba, unapokea nguvu, unapokea uwisho ndani yako, ile hali ya kukata tamaa, ile hali ya kuona kabisa siwezi hapa, kama Mungu ameniacha. Unaona kuna msaada wa Mungu unakuja kwako. Ndio kitu ambacho kitatusaidia, kwa sababu bila hivyo si rahisi. Unamwona mtumishi wa Mungu Ayubu anapita kwenye vipindi tofauti vigumu sana vya maisha yake, lakini kwa sababu kuna kiwango kikubwa alichokuwa anamjua Mungu ndani yake, imani yake ilikuwa thabiti kwa Mungu, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Alijua kabisa Mungu anaweza kuruhusu kwamba zije nyakati za mazuri na zije pia nyakati za mabaya. Kwa vyote viko katika uwezo wa mkono wa Mungu. Yeye mwenye kuweza kuruhusu chochote hicho anaweza kutusaidia, au anaweza kunisaidia pia katika majira ambayo ninapitia wakati huu. Unadhani kanisa katika hali ya sasa, wale ambao wameimarika, wale ambao wameongoka, wanatimiza wajibu wao sawa sawa wa kuwaimarisha wengine? Kwa bahati mbaya hawatimizi wajibu wao sawa sawa,
wengi wamekuwa ni wa binafsi, hawatimizi au hatutimizi. Wewe unajiondoa mtumishi wa Mungu. Hii tunasema ni collective responsibilities. Ni wajibu wetu sote kuwaimarisha ndugu zetu. Tunatimiza wajibu huo? Hatutimizi wajibu huo kisasa kwa kiwango kile ambacho Mungu anakitaka. Kabisa. Kabisa. Kwa nini unasema hivi? Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tumekuwa tuna kitu kimoja ambacho Mungu atusaidie sana. Yaani kwamba ni kutamani kuona watu wanachemka. Yaani Mkristo unatamani kuona Mkristo mwenzako ameanguka, wewe ndio unachekelea. Mchungaji unatamani kuona mchungaji mwenzako kafeli. Wewe ndio yani kwako ndio furaha kweli kweli yani. Yaani mwenzako, mchungaji mwenzako akishinda, wewe ndio maana hata kile ambacho Mungu anakuimarisha wewe ili uwaimarishe ndugu zako. Kwa sababu unakuta wakati mwingine hata kama katika kanisa Mungu akiona akishakuimarisha wewe anataka sasa wewe ufanyike msaada wewe. Unakuta hatutimizi wajibu wetu sawa sawa, ni kwa sababu tunapenda kuona wengine wakianguka. Na ndio inakuwa ni furaha kabisa. Ndio unaweza kukuta labda nasema tulijua hatafika mbali kabisa. Tulijua hiyo ndoa haiwezi kupika. Kabisa. Unajua wakati mwingine nizungumze kitu kimoja. Nilifurahi siku moja wakati mchungaji mmoja anasuluhisha jambo kwa machozi. Yaani amesimama mbele ya kanisa lakini analia. Na mimi tutakuwa tunakumbuka sasa. Kwa nini analia? Kwa sababu yani ni kitu ambacho yani hakutarajia, hakupenda kitokee. Kwa hiyo unaweza tukaona sasa, lakini unakuta wakati mwingine mtu anakuwa anafanya kitu lakini ndani ya moyo wake anakuwa anasikia fulani, anajua sema hapa safi. Kwa hiyo kama hatuwaimarishi ndugu zetu, manake Yesu kwa kusema hivyo alikuwa anatambua kuna watu walio dhaifu na kuna watu walio wenye nguvu. Kwa hiyo wenye nguvu wawaimarishe wale dhaifu. Kama hatufanyi huo wajibu, unadhani tunalipeleka wapi kanisa? Kanisa la Mungu tunalipeleka mahali pabaya sana. Kanisa yani mahali ambapo tutawapoteza watu wengi sana. Kwa sababu Paulo mtume anasisitiza ni muhimu sana, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni. Mkaribisheni aliye dhaifu wa imani, lakini anasema mchukuliane hiyo mizigo. Ni muhimu sana kama kanisa kutambua wale wenye nguvu ya imani, kuwaimarisha wenzao ambao ni dhaifu wa imani, ili kanisa tuwe kitu kimoja, kwa sababu sisi wote ni mwili wa Kristo. Sisi wote ni mwili wa Kristo. Sasa kama sisi wote ni mwili wa Kristo, kwa experience yako Sam, waumini au Wakristo huwa wanapenda sana kuimarishwa na wachungaji, wanaona kama ni wajibu wao. Lakini ikifika wao kuwaimarisha wachungaji huwa wanakuwa wazito sana. Mchungaji kakosea anakimbia kanisa. Mchungaji kakosea, hii unaisemeaje? Kwani wajibu wa kuimarisha ni wachungaji tu kuimarisha Wakristo? Wachungaji hawatakiwi kuimarishwa na Wakristo wao? Wachungaji nao ni mwili wa Kristo. Na ni muhimu sana kuelewa. Ndio maana Paulo katika nyaraka zake zote anasisitiza tuombeeni. Kwa nini anasisitiza? Anajua kuna wakati na wao wanaghafilika, kuna wakati na wao wanapita kwenye magumu kama wanadamu wengine, wanakata tamaa, wanapita kwenye udhaifu. Kila hali, Mtume Paulo anaeleza hali alizopitia ni hali na nyakati ngumu sana, mpaka anakuja kusema kwa Filipi, yeye anawatia moyo, anasema na yaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Ni kwa sababu alishaeleza, anajua kupitia dhiki, njaa, kukosa chakula na vitu kama hivyo. Na wakati mwingine vitu kama hivyo vinaweza vikafanya ukagafirika, ukakasirika, ukawaza mambo tofauti. Lakini Wakristo mara nyingi huwa hawaelewi hivyo. Wanafikiri kwamba wachungaji wapitii hivyo vipindi, kwamba kwao ni vipindi vyote ni vya neema kwenye maisha yao. Hapana. Wachungaji wanapita kwenye vipindi vizito sana. Kwa hiyo ni muhimu sana Wakristo na wenyewe wakabeba jukumu kama mwili wa Kristo kuwaombea pia wanaowaongoza. Anasema waombee wanaowaongoza, watumishi wao wanaowaongoza, na watumishi pia kuwaombea wale ambao wanawaongoza pia. Ni muhimu sana, ili kwa kufanya hivyo maanake tunaliimarisha kanisa la Kristo. Benson, Wakristo wana nafasi gani katika kuimarisha watumishi wao? Maana kilio cha wachungaji wengi ni kukimbiwa na Wakristo wao. Hasa pesa mchungaji kanikwaza, sijui mchungaji kanipa nini. Kwa hiyo hii wanakimbia. Hii unaisemeaje? Nafasi yao iko wapi katika kama anavyosema Yesu hapa? Kwa sababu huu sio wajibu wa watumishi peke yao, kwamba utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Wewe Mkristo unaweza ukawa umeimarika zaidi
ili kumuimarisha mchungaji wako, nafasi ya Wakristo kuimarisha wachungaji wao, yani wana nafasi kubwa sana. Unajua tu Yesu alisema nitampiga mchungaji, kondoo atatawanyika. Kwa nini? Anaposema neno kumpiga, maana yake shetani wakati mwingine anaelekeza mashambulizi mengi sana kwa kiongozi. Kwa kama kanisa halitakuwa macho, kujua kabisa hapa tunayo nafasi ya kumfanya mchungaji akaimarishwa. Yani ndio kama ikitokea tu kama mchungaji anadili mshirika anakimbia kanisa, basi tu inakuwa hiyo sio sawa. Tunayo nafasi kubwa. Kwanza unajua mchungaji anapitia magumu mengi sana. Sema tu vile ni kwa sababu kuna fulani tu ambayo, lakini anapitia magumu mengi. Lakini Samuel Benson, nikuulize hapo. Huyu unayemuona huyu Mkristo huyu, let's say mwanaume, magumu yakitokea kwenye ndoa yake huwa haondoki kwenye ndoa. Ndio. Magumu yakitokea kwenye kazi yake, ametofautiana na bosi, haondoki kule kazini, ataendelea kufanya hiyo kazi. Kama ni kwenye biashara kule sokoni kagombana na mfanyabiashara mwenzake, haami soko. Lakini inakuwaje ikifika kanisani sasa, mchungaji labda tu neno kateleza kidogo, kazungumza tofauti, unasema naama kanisa. Kwa nini usiame ndoa? Kwa nini usiame kule kazini? Lakini inakuwa rahisi sana kusema kwamba unaama kanisa. Hii imekaa hiyo. Ya unajua, ulipokuwa unaongea nikamkumbuka Danieli na wale wakina kina Shadraka, Abednego na Meshaki, wakati Yerusalemu imepigwa mfanyaji, kuna watu walikuwa wanakimbilia Misri, lakini wale pamoja na heshima zao kina Ezekiel wakaamua kwenda kukaa kule utumwani pamoja na usalabu wao wote. Sasa wengine walikuwa wanasema bwana, mambo ni kama hatujakosa sisi, waliokosa ni wetu wengine tu, lakini wamekubali, na ndio wakawa waombaji kwa ajili ya lile taifa zima, hata Mungu akaja akawachukua tena. Kwa hiyo sasa kuna mtu anapokuwa anakimbia katika mazingira kama hayo, kama hakimbii kwenye ndoa lakini kuja huko anakimbia, imani yake imetindika. Imani yake imetindika kabisa. Kwa hiyo anashindwa kukaa vizuri kwenye ufalme. Kwa hiyo ni wasitu watu wa Mungu kwamba tunayo sehemu kubwa sana ya kuwaimarisha watumishi wa Mungu, hasa wachungaji wetu. Tunajua nao pia wanakutana na adha nyingi na magumu mengi, ili tu wakati tamaa waiache ile huduma, wapate tu vitu vingine kwa jinsi hiyo. Kwa sisi tunatakiwa kuwa sehemu ya faraja. Paulo mtume alisifu sana kanisa la Filipi, lilisimama pamoja na yeye wakati alipokuwa gerezani. Kwa uvumilivu walipeleka karibu kila kilichokuwa kinawezekana. Kwa hiyo ni si tu kwamba unayo nafasi ya kumtembelea mchungaji, mtembelee, si tu kwa sababu sasa kuna umepata ugonjwa au unaenda pale kwa jambo lingine. Hapana. Fika tu nyumbani pale, mzungumze mawili matatu, unamtia moyo katika kazi yao ya bwana. Kuna wachungaji hawataki uende nyumbani kwao bwana. Tukutane Jumapili kanisani. Naomba kutembelea nyumbani. Lakini pia hapo kwa kuweka sawa. Sio tu sasa unakwenda kwa sababu unajua kuna wakati mwingine unaweza kaka mpaka kwa sababu sasa kwa Kristo wanaenda anakuwa sasa kama kwazo tena. Hiyo sio sawa. Asante sana. Kote. Naam. Nini kitadhihirisha kulingana na somo ambalo baba mchungaji ameanza siku ya jana? Nini kitadhihirisha kwamba huyu mtu huyu ni mtu wa ufalme wa Mungu? Vitu gani vitaonyesha kwamba huyu mtu ni mtu aliyezaliwa kwenye ufalme wa Mungu na anayeziishi kanuni za ufalme? Utamjuaje mtu namna? Udhihirisho ambao unatokea mtu ambapo amezijua kanuni za ufalme na amezaliwa kwenye ufalme ni mambo kama manne ambayo naweza nikaeleza kwa haraka. Jambo la kwanza, lazima utaona huyu mtu moyo wake umebadilika. Maana yake tayari amekuwa ameruhusu kupokea badiliko la ndani. Ufalme ukija unaanza kubadilisha moyo, kubadilisha ndani, kwa sababu ufalme wa Mungu unapokuja huwa haushughuliki na hali kwanza. Unashughulika na haushughuliki na hali, unashughulika na mtu ndani. Ndio jambo la msingi sana. Yani ufalme wa Mungu unapokuja hauangalii mazingira yako yakoje. Mazingira yani wewe utaweza kushinda baadaye mazingira
pale ambapo ufalme wako pale ambapo hali yako ya ndani imefanyaje, imebadilishwa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapokuja, kwanza unaanza kumbadilisha mtu moyo wake, hali ya ndani, mahusiano yake na Mungu. Ndio tunapozungumzia moyo kama madhabahu ya Mungu pale, kama hekalu la Mungu pale. Kwa ufalme wa Mungu unapokuja lazima uguse pale, na ukishagusa sasa ndo tutaona sasa mabadiliko ya tabia kwa namna ya udhihirisho wa nje. Hilo ni jambo la pili. Baada ya moyo kuguswa, moyo umeguswa, umebadilishwa sasa, unakuwa na moyo umebadilika, alafu inakwenda tabia. Lazima uone tabia ambayo imebadilika. Sasa huwezi ukawa na moyo umebadilishwa alafu hauna tabia ambayo haijabadilishwa. Haiwezekani. Udhihirisho wa ufalme wa Mungu kwamba huyu mtu amepokea ufalme wa Mungu na anauishi ufalme wa Mungu, lazima moyo ubadilishwe na lazima tabia zibadilishwe. Kwa sababu gani? Lazima uishi tabia za ufalme. Moyo uliobadilishwa unatengeneza tabia zilizobadilishwa. Lakini jambo la tatu ni lazima pia maamuzi yake yabadilishwe. Yani lazima atakuwa na maamuzi ya tofauti. Ndio maana Paulo mtume anasema kwenye Wakorinto, na alipokuwa mtoto na alifikiri kama mtoto na alisema kama mtoto, lakini sasa nimekuwa mtu mzima, nimeyabatilisha yale mambo ya kitoto. Kwa hiyo unaona kuna process, mchakato. Ametoka alipokuwa hajui masuala yanahusu na ufalme wa Mungu, alikuwa anawaza kama mtoto mchanga, alikuwa anafikiri kama mtoto mchanga, lakini alipoupokea ufalme wa Mungu umebadilisha moyo, umebadilisha tabia. Sasa unaona na maamuzi yake yamekomaa, ni maamuzi ya kiutu uzima. Nadhani pia hata hii tulikuwa tunaongea hapa na Beni kwamba mtu anasema naondoka kanisa na ama kanisa ni kama maamuzi ya kitoto. Maana bado hajajua ufalme wa Mungu jinsi unavyofanya kazi. Sasa utaona hivyo ni vitu ambavyo vinatokea. Sasa jambo la mwisho baada ya udhihirisho haya yote, sasa moyo umebadilika, tabia imebadilishwa, maamuzi yamebadilishwa. Sasa hali mwishoni, sasa ndo naona kabisa na hali na yenyewe inafanyaje, inabadilika. Kwa hiyo Mungu anaanza kubadilisha kwanza ndani mtu, alafu ndipo aje kubadilisha hali za watu. Sasa kanisani tunaweza tukawa na watu ambao hawajabadilishwa mioyo, hawajabadilishwa tabia, hawajabadilishwa maamuzi na hali zao ni dhofli hali. Kanisa ambalo kwa kweli ni changamoto kila siku, changamoto kila siku. Ndio ile Paulo anasema kwamba mimi nilipokuja kwenu sikusema na ninyi kama watu wa rohoni, bali kama watu wa mwilini. Maana yake mioyo haijaguswa na ufalme, tabia hazijaguswa na ufalme, maamuzi yenu ni ya hovyo ya kusema mimi ni wa huyu, mimi ni wa huyu, mnagawa kanisa na nini, utoto mwingi kabisa. Hizi sio karakta za mtu anaishi kwenye ufalme. Benzo, unacho kuongeza? Mimi hasa kwenye maamuzi. Yani kwenye maamuzi. Unapokuwa kwenye ufalme, maamuzi yako lazima yaonyeshe kuna kubadilika. Ufalme ukija kwanza kwenye vipaumbele vyao katika maamuzi lazima vitabadilika. Ufalme ukija lazima vipaumbele vyako katika maamuzi lazima vibadilike. Kila utakachokuwa unataka kuamua, saa nyingine hata ni kwa ajili yako wewe, kwanza utakuwa unaangalia kinaleta manufaa gani katika ufalme wa Mungu. Rudia your statement. Kila utakachotaka kuamua, hata kama ni kwako binafsi, utaanza kuangalia kwanza kina manufaa gani kwa ufalme, katika ufalme. Mungu ananufaika vipi na maamuzi yako. Usikute tu unajiridhisha hasira zako mwenyewe, nafsi yako, lakini Mungu anufaika. Kwa Mungu ni hasara. Nimemkomesha ndio. Amenijua mimi ni nani. Unakuta kwako wewe katika tamaa zako mwenyewe sawa, lakini kwa Mungu kule nilipenda sana sema zero, yani hakuna kitu ulichoingiza. Mtu anafanya maamuzi ya kujitapa na kujigamba. Aliniudhi sana, nikambwagia matusi, nikamkomesha, anafikiri kwamba sasa ameshinda. Kumbe anadhihirisha kwamba hayuko kwenye ufalme. Kwa hiyo ukishakuwa katika ufalme, vipaumbele lazima vibadilike. Unapotaka kuamua, sawa, ni kijana unasema nataka kuwa na msichana, fikiri mbinguni wanaingiza nini? Yusufu alisema nitendeje uovu mkubwa huu nikamkose Mungu? Yani sio bosi, sio nani, ila alisema nimkose Mungu. Maamuzi yake yani yanaathiriwa tayari na ufalme. Hata yeye alishaua nafsi yake kwamba sio mimi, ni Mungu. Unaona karibu katika kila kitu. Yesu baada alifuatwa na wale wawili. Kuna mtu mmoja walikuwa wanagawana mashamba. Sasa yule ungesema bwana, wewe mbona mzangu kataka kunipa ulisi wangu, sasa nikaenda katugawanyishia mashamba.
Yesu akasema, mtu wewe, nani aliyeniweka mimi kuwa mgawanyi? Lakini akasema jilindeni. Hapo akasema kwamba uzima wa mtu haupo katika vitu alivyokuwa navyo, katika wingi wa vitu alivyo navyo, katika wingi wa binafsi wako unataka kufanya. Uzima wako haupo katika wingi kabisa, uzima wako haupo katika wingi. Kwa nini? Alichokuwa anataka hapa anasema ufalme wa Mungu haupo huko. Kwa hiyo alichokuwa anataka kabisa, hata yule ndugu ambaye alikuwa anakataa kumgawanyia ajue katika maamuzi yake kugawanya mashamba azingatie kitu cha ufalme wa Mungu, kwamba mimi hata kama nikichukua haya yote hayanisaidii haya. Kwa sababu hiyo unampa credit Ibrahim wakati Lutu anamwambia Bwana chagua. Lutu akaenda akaangalia lile bwana na Ibrahim akamwambia ukichagua huku mimi nitachukua kuliko baki. Kwa hiyo akampa nafasi ya kwanza, wewe chagua. Naam, akampa nafasi ya kwanza, akasema Bwana wewe chagua, kwenda mimi niko sawa sawa. Sasa angalia yule bwana akachukua ile Sodoma na Gomora nikamletea shida baadaye. Maamuzi akaangalia kwa Ibrahimu, acha aende kwenye milima huko, acha ndo akae huko. Na kama ambavyo tulijifunza, mtu wa Mungu kimweka mahali popote pale anastawi. Angalia sasa leo hii Kanaani jinsi hivyo, na nili kwenye eneo ambalo Ibrahimu alienda ikawa iko safi kabisa. Kwa hiyo tunaona lazima uathiriwe tayari. Ndio maana tukakuta kuna mtu hata akipata fedha tayari anaanza kuwaza kuna nini hizi fedha zangu, katika maamuzi ya hizi fedha ufalme wa Mungu. Ndio maana kuna vitu vingi sana ambavyo Yesu Kristo alikuwa anazungumza hasa kwenye maamuzi. Yaani hii ni eneo ambalo kwangu mimi liliingia kwa mzigo sana. Yaani sana kwamba ni lazima kwenye maamuzi uathiriwe tu. Lazima uathiriwe. Kote. Umeshawahi kujuta kwamba ulifanya maamuzi baadaye ukaona kabisa kwamba haya maamuzi nimefanya haya aidha kutimiza tu matakwa ya hasira yangu, matakwa ya ubinafsi wangu, lakini ufalme wa Mungu hapa umepoteza, haujapata hata kitu kimoja hapa. Ni mimi tu nimejimwamba final. Ushawahi kujuta umeshawahi kufikia kwenye point kama ukasikia kujuta? Mara kadhaa. Na nakumbuka mara mwisho niliandika kwenye diary yangu. Ulikuwa ni mwaka 2021. Sasa kuna kipindi ambacho nilikuwa napita alafu nikajikuta nimefanya maamuzi ya haraka sana alafu yakaja kunigharimu. Kwa hiyo nilienda mbele za Mungu kwa toba sana kwa sababu niliona kwamba kwa kweli sikumsikiliza Mungu na maamuzi ambayo niliyachukua yalikuwa hayampi Mungu utukufu, hayana tija kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ibini nirudi sana, nikamwambia Mungu, nimeandika, naomba unirehemu, naomba unisamehe, nisirudie tena kufanya jambo lolote au kuchukua maamuzi bila kukushirikisha. Kwa hiyo kile kitu kilinisaidia sana na nakumbuka mpaka leo kwa sababu nilikinoti. Ni kwa kiwango gani unadhani Benson, watumishi wa Mungu tunajitafakari kwenye matendo yetu kwamba haya maamuzi yetu kwenye huduma kanisani, watumishi na Wakristo kwa ujumla, kwamba yanatija tu kweli kwenye ufalme au tunajiridhisha tu sisi, ubinafsi wetu, tamaa zetu? Hii unaitathmini vipi kwenye sidhani kama tunajitazama vizuri na ndio maana tunakuwa hatupati matokeo mazuri ya ufalme. Kuna kitu ambacho lazima kitokee. Kuna kitu kinaitwa kufa. Kuna kufa ili uweze kufanyaje? Ili uweze kuishi. Mambo mangapi yale mchungaji aliyesema jana kwamba lazima ufe ili uishi, lazima upoteze ili upate, alafu iko nini? Lazima udharauliwe ili uheshimiwe, lazima unyenyekee ili haya mambo ni muhimu sana. Hebu tuyarudie tena, msikilizaji wetu ayapate vizuri sana. Yaani unapokuwa kwenye ufalme wa Mungu, ni muhimu sana ufe ili uishi. Hii maana yake nini? Kufa ili kuishi. Sasa maana yake kufa kwa vile vitu ambavyo tunavizungumza, mambo yako wewe, kiburi, uchoyo, wivu, fitina, vife. Ili sasa vitakavyoanza kuja sasa vitu vya ufalme. Na hapo watu ndio watakapofurahia wokovu wako na maisha yako kabisa, ndipo watakapofurahia. Ndio maana hata Yesu alisema kwamba mimi sasa
hamtaweza kunifaidi hapa, subirini kwanza nife. Nampenda pia Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, sio mimi tena bali Kristo ndani yangu. Kwa hiyo na kule kusulubiwa pamoja na Kristo, yani maanake ameamua kufa vile alivyokuwa amevipa yeye kipaumbele. Maanake hamtaona chuki yangu tena, hamta wivu wangu tena, ila mtamuona Kristo na upendo wake. Na nafikiri ya kwamba tukitaka kubadilisha sehemu kubwa sana ya maamuzi yetu na yametea Mungu manufaa, hii kitu muhimu sana, tufe kabisa, ili maamuzi yetu yawe kama Mungu anataka. Na hiyo ndio kanuni ya ufalme. Amina. Somo letu linasemaje? Linasema kwamba kanuni za ufalme zinavyobomoa ufalme wa giza. Kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Kama utakufa, kiburi kitaondoka, ufalme wa giza unapatia wapi nafasi? Kama utakufa, chuki itabomoka, itaondoka, ufalme wa giza unatokea wapi? Ufalme wa Mungu utabaki kuwa the best. Ile ya pili anasema nini? Anasema sasa lazima unyenyekee ili uinuliwe, ukweze. Ufalme wa Mungu moja ya kanuni yake ni kunyenyekea, kushuka chini ili uinuliwe. Hii imekakaje? Yesu alisema ukialikwa mahali fulani usiwahi sana viti vya mbele mbele. Asije akaja mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe alafu kaudi nyuma kwa haya. Hii alikuwa anatufundisha kwamba ni lazima unyenyeke, yani uwe mtu wa kujifunza unyenyekevu, yani wa kushuka. Au ile jamaa alikuwa anasema kwamba mimi wameenda hekaluni kusali na Farisayo wanasema mimi sio kama huyu. Tena kaongea moja kwa moja. Ngine kwa Juma natoa akaenda moja kwa moja. Sio kama huyu. Tunayaona haya leo, mtu anasema mimi mchungaji sio kama mchungaji huyu kabisa. Ndoa yangu mimi sio kama ndoa ya huyu. Kiburi cha hali ya juu. Alafu mwisho wa siku Yesu alisemaje? Alisema huyu mtoza ushuru ameondoka akiwa amehesabiwa haki kuliko huyu. Kwa hiyo kanuni ya ufalme wa Mungu inahitaji nini? Unyenyekevu zaidi kuliko kiburi kabisa. Ajikwezaye atashushwa kabisa. Alafu akasema nyingine nini? Ukitaka kuheshimiwa lazima upitie kudharauliwa. Yesu mwenyewe anaonyesha yalidharauliwa, alitukanwa kwa nini, alafu ndio wakapewa heshima, jina lipitalo majina yote. Lakini unadhani watu wanakubali kudharauliwa? Kwa sehemu hakuna mtu anayekubali kudharauliwa. Lazima usinifanye mimi mjinga. Kuokoka sio kwamba nimekuwa mjinga, nitakuonyesha. Kila mtu anataka kuonyesha umwamba wake kwamba mimi sio mdogo kwenye. Kila mtu anataka heshima. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa staili hiyo unaweza kukuta unatoka kwenye kanuni za ufalme. Kanuni za ufalme. Kwa sababu ukitoka basi umeruhusu ufalme wa giza kupata au kushinda au kupata nguvu dhidi yako. Kwa kumbe kanuni ya ufalme lazima ukubali wakati mwingine kudharauliwa, ukubali kudharauliwa ili uheshimishwe, ili uheshimike. Tofauti na hapo maana yake utaruhusu ufalme wa giza. Unadhani kuna wimbi kubwa la watu kukataa kuonywa makanisani, akiguswa tu na mchungaji hivi hataki kuambiwa ukweli. Unadhani ni kwa sababu wanaona maonyo ni kama wamedhalilika au wanadhalilishwa? Wengi nafikiri wanachukulia maonyo kwa namna hiyo kwamba ni kama vile sijui amenionaje au amenidharau. Lakini dhana kubwa ya maonyo ni kufanya uwe bora, kukusahihisha, kukufanya uwe bora, kukuonesha njia nzuri ya kuendea, ya kuipita. Ndio dhana kubwa ya maonyo. Lakini unapokataa maonyo kwa lugha ya kwamba amenidharau, amenichukuliaje, manake ni tayari kabisa unaonesha kabisa huzijui kanuni za ufalme, kwa sababu maonyo yanakusaidia. Biblia iko wazi kabisa, Mungu anazungumza, yule anayempenda huwa anamrudi, anamuonya. Kwa hiyo mtu akikuwa anakuonya ni kama vile anaonesha kukupenda, kukujali, urudi kwenye mstari, utembee kwenye njia ambayo ni sahihi wewe kuelekea. Kwa hiyo ungekuwa unakwenda mbele za Mungu kumuomba akupe hiyo hali ya kukubali kudharauliwa, ungemuomba vipi Mungu? Ungewekaje kwenye maombi, mfumo wa maombi?
namna ambavyo ningeweka hapo kwa namna ambavyo naweza nikasema ni kama Mungu anipe uwezo wa kukubaliana na kile ambacho mtu anaweza kukisema kwangu, hata kama kwangu kinaweza kuwa ninahisi amenidharau, lakini nijue ujumbe uliobebwa pale. Unajua, ndivyo ambavyo Mungu alimpa hekima hiyo Daudi. Wakati Nathan anaenda kwa Daudi kumpa mfano wa namna yule mfalme alifanya vitu visivyofaa, alafu Daudi akajijua kwamba ni yeye. Wakati mwingine kwa sababu ni Nathan alitumia hekima ndio, lakini kama Daudi angeweza kutumia mamlaka yake na nguvu zake kwa ajili ya kumdhuru Nathan, lakini alijua ujumbe ulioletwa ulikuwa unamhusu yeye. Kwa hiyo akusema huyu mtu hajaja kuniambia, hajaja kunionyesha kwamba amenidharau, kuna ujumbe ameuleta. Kwa hiyo ndani yako inakusaidia kunyenyekea, inakusaidia kushuka, inakusaidia kumwambia Mungu, nimeona makosa yangu, nimeona dhambi zangu, kuna ujumbe umeuleta, ninaomba unirekebishe. Benson, hili unaliona kwenye jamii yetu ya sasa kwamba ukimwambia mtu ukweli anaona kama labda amedhalilika, na kwa hiyo hana ustahimilivu wa kubeba huo ukweli na hiyo dharau. Kwa hiyo unakuta labda anaua mtu kama Herode alivyomuua Yohana, au anamfanyia zengwe nyingine. Hii unaisemeaje? Na kama ni kumuomba Mungu, basi tumuombe kwa namna gani? Unajua, tunapotoa mbele za Bwana kumuomba Mungu, Paulo mtume aliweka katika mfumo huu, kasema kwamba majaribu hayana budi kuja, lakini Mungu ataweza kustahimili. Katika kipindi kama hicho, kuomba ule uwezo wa kustahimili, kwamba Bwana, hii ni sawa na naambiwa kwamba Bwana, hapa hiki kitu sio sawa, hiki kitu na naonywa na katika mazingira haya. Kule kustahimili maana yake ni kuchukua yale unayoambiwa, tendea kazi, kwamba Bwana, katika hili ni kweli, lakini naomba nitendee kazi, na kutokumtazama vibaya yule ambaye aliyekuambia. Unajua, mtu anayekwambia iliyo kweli, yani kwa namna yoyote ile, kuna mahali anataka ufike, kuna namna anataka uwe, kwa sababu kama kaona kitu sawa na nini, sidhani kama mngefika huko. Kwa hiyo wakati mwingine kukubali kwa Bwana, kitu nilichoambiwa ndio kipo. Kwa hiyo sasa wakati mwingine nitengeneze 1, 2, 3. Kwa hiyo sasa wakati mwingine ni ule tu kukosa ule uwezo wa kustahimili. Kuomba Mungu atengenezee uwezo wa kustahimili. Unahisi kudharauliwa. Yesu hiyo vitu vilimkuta, lakini kuna dhana moja ambayo alikuwa nayo, alidharau aibu. Alidharau aibu. Wakati mwingine unasema alimwa kuweka tu dharau. Huku pia akijua kabisa ya kwa kuiangalia furaha iliyoko mbele yake baada ya ule msalaba, kama tunajifunza. Kwa hiyo sasa aliangalia matokeo ya hii dharau, mwisho wa siku nini itakuwaje? Kuwatoa kwenye mavumbi, waketisha pamoja na wakuu. Mimi nampenda sana, nikikatiza kidogo, nampenda sana Daudi, na maombi yangu huwa namwambia Mungu, nisaidie, unipe tu angalau kiasi hata nusu kama cha moyo huyu wa Daudi, kwa sababu Daudi alipokuwa amechaguliwa kuwa mfalme, kuna yule mtu alikuwa sijini wa kambi ya Sauli, alikuwa anaitwa Shimei. Shimei alikuja akamrushia mavumbi, na unajua mavumbi ni kama unamlani mtu, anarusha mavumbi juu, anamwambia, mfalme gani wewe, mikono yako imejaa damu, nini? Wale watumishi wa Daudi wakamwambia, hebu sema neno, turuhusu sisi tukammaliza huyu mbwa mfu. Daudi akasema, hapana. Napenda hapo, ndo napapenda. Anasema hapana, nani ajuae kama Mungu amemruhusu aje anifanyie dharau ya kiasi hicho, msimguse kabisa. Kwa hiyo sio tu pale watu wanapokuambia ukweli, lakini hata pale ambapo watu wanakuonyesha dharau ambayo hukustahili, reaction yako inatakiweje? Mimi namwachia nani ajuae, labda Mungu amemruhusu, amemfungulia njia aje anijaribu kwa namna hiyo, aone mimi nitareact vipi. Umeona? Lakini Daudi pale alikuwa na uwezo wa kusema tu neno tu, yule bwana akamalizwa maisha yake saa hiyo, na Daudi alikuwa mtu mchezo. Angeweza kumalizwa saa hiyo. Kwa hiyo hii tufundishe kwamba leo hii hata kama mtu anakutukana, umeona, hebu mwambie Mungu, tunipe uvumilivu. Mimi ni mtu wa ufalme, siwezi kujishusha chini ya kiwango kama cha level yake, kwamba na mimi nianze kutukana matusi. Hapana. Nani ajuae kama umekuja ili umemruhusu huyo ili kuniangalia ustahimilivu wangu ukoje. Kweli kabisa. Kote
Yesu katika hii dhana ya kanuni za ufalme wa Mungu tunasema kwamba ufalme wa Mungu huwa hauanzi kutengeneza hali au mazingira. Kwa mfano labda mazingira ya ndoa ni magumu, kwa hiyo kama Mungu, mazingira yangu ya ndoa, mazingira yangu. Ufalme wa Mungu haufanyi kazi kwa namna hiyo. Ufalme wa Mungu unaanza kushughulika na mtu, unaanza kushughulika na mtu. Hii dhana unaifafanua namna gani? Ndio kama nilivyosema pale mwanzo, ufalme wa Mungu unapokuja huo unashughulika kwanza na hali ya ndani kwa sababu hali ya ndani ndio itakayokusaidia namna ambavyo unaweza kuishi maisha ya mahali ya nje. Ndio maana unaona Paulo mtume anasisitiza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari ule wa 2 na 3, anasema mgeuzwe kwa kufanya, msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake anazungumzia mfumo wa ulimwengu, msifuatishe namna ya dunia hii. Una namna yake watu wanatakiwa kuishi, namna yake watu wanatakiwa kuwaza, namna yake watu wanatakiwa kusema. Ninyi msifuatishe, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sasa nia sio jambo la nje, nia ni kitu cha ndani. Maana yake anazungumzia moyo, nafsi yenu, mgeuzwe mtazamo yenu, fikra zenu, mawazo yenu. Yes, mgeuzwe. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unahusika, unachokuja kufanya ni kugeuza huo mtazamo, kugeuza hiyo nia. Ukisha kuwa na mtazamo mzuri, ukisha kuwa na nia ya Kristo ndani yako, itakusaidia sana kuwa na uwezo mzuri wa kuishi na watu. Itakusaidia sana kujua namna gani unaweza kuishi maisha yako matakatifu. Ndio maana Yesu anasema Paulo mtume anazungumza kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 2, anazungumzia juu ya kuwa na nia ya Kristo. Anasema iweni na nia wa Filipi, anasema iweni na nia ya Kristo kama alivyokuwa nayo, kama alivyokuwepo nayo yeye kule mbinguni. Iweni na hiyo nia ya Kristo. Lakini Paulo anazungumzia pia kwenye Wakorinto kuwa na nia ya Kristo, maana yake mtazamo wa kimungu, namna ambavyo mawazo ya kimungu, fikra za kimungu, yote hivyo vitakusaidia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ni kama nilivyosema, vinaweza ukaona ndio mtazamo alikuwepo nayo mtumishi wa Mungu Ayubu, pamoja na kwamba amepita kwenye nyakati ngumu, lakini kwa sababu anajua Mungu ana uwezo wa kuruhusu mazuri na kuruhusu mabaya pia, mtazamo wake ukawa sahihi kwenye changamoto alizokuwa anapitia. Hakuna namna unaweza ukashinda hali ya nje kama bado hujarekebishwa hali ya ndani. Mvutano au haya maongezi ya baba mchungaji jana alisema katika mahubiri ya ufalme kati ya Mungu na Shetani, ufalme wa giza na ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu. Mungu akamuuliza Shetani kwa ile Ayubu 1 mstari wa 8, unatoka wapi? Akaambia natoka kutembea tembea huko na nini. Akamwambia umemuona mtumishi wangu Ayubu? Alafu akataja sifa zinazobebwa na mtu anaoishi kwenye ufalme, sio mlokole tu wa hivi. Anasema huyo mtu ni mwelekevu wa moyo, ni mwelekevu. Lakini huyo mtu anamcha Mungu, huyo Ayubu. Lakini huyo mtu anajiepusha na uovu na ni mkamilifu, na mkamilifu mbele zangu. Shetani akasema huyu jamaa huyu, hayo mambo yote hayo ni kwa sababu umefanya nini? Umemwekea ukigo wa moto yeye na mali zake. Kama unabisha, hebu ondoa huo ulinzi, alafu mimi nimguse kidogo, niguse mali zake kidogo, uone kama ataendelea kuitika kwenye ufalme wako. Huyu lazima ageuke, aitike wapi? Kwenye ufalme wa giza. Mungu akasema moyoni mwake, ni kama vile jinsi alivyokuwa anajivunia Ayubu, ni kama vile anamwambia Shetani, ufalme wangu mimi huwa unageuza moyo, sio mazingira kwanza. Kwa hiyo jinsi Ayubu ambavyo ufalme wa Mungu umeshageuza moyo, hata ukimtengenezea mazingira magumu kiasi gani, hawezi kuitika kwenye ufalme wa giza, bado ataitika kwenye ufalme wa Mungu. Sasa yale mabishano ikabidi Mungu aruhusu. Shetani akaja akafanya nini? Akapiga nyumba za Ayubu zikabomoka, akaharibu uchumi wake, kwa maana ya kwamba ng'ombe na nini, mifugo ikafa, akaua watoto, umeona Lakini Biblia inasema nini? Ayubu
akaendelea kumwabudu Bwana, akasema Mungu alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Hakutetereka. Huyu ndio mtu ambaye amebadilishwa ndani na ufalme, kwamba hata ukimtoa ukamweka kwenye mazingira magumu, yani mazingira magumu hayawezi kumbadilisha yeye, mahusiano yake na Mungu aliye hai. Shetani bado akapress, akasema huyu Mungu, mtu anaweza kuacha vitu vyote na nini anaweza, lakini hebu tuguse nini? Tuguse goals. Mungu akamwambia sawa, ila roho yake fanya nini? Roho yake muachie. Akaenda akampiga majipu. Ndio baba mchungaji jana alisema sio kila ugonjwa ni wa kisayansi. Magonjwa mengine unarushiwa tuna mapepo namna hii, utakwenda mpaka India wapi, lakini huwezi kupona, ila utaponea wapi? Nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana, kama Yesu anavyosema, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Huko kuna uponyaji, kuna kila kitu, kuna kila kitu. Kwa hiyo hali hiyo tunayoiona kwa Ayubu, unaizungumziaje Bwana Benson katika maisha yetu ya sasa? Kwa sababu haya hayajaandikwa hivi. Sisi ambao tuko kwenye ufalme wa Mungu, ni kweli kwamba tumetengenezwa kiasi kwamba tukitupwa kwenye mazingira yoyote bado tutaitika kwa Mungu, au tukitetereka tu kidogo kwenye ndoa tutaitika kwenye ufalme wa giza na kuanza kwenda kwa waganga wa kienyeji na nini? Hii unaisemeaje? Aisee, unajua moja kati ya watu muhimu sana kwenye Biblia na Mungu anajivunia ni Ayubu. Na kama ambavyo amesema kwamba amewekwa ili tuwe mfano wa kwetu. Mke wa Ayubu, kama ambavyo jana mhubiri alipokuwa akisema, mke wa Ayubu akafika tu akasema kwa hii stahili kufuru tu Mungu kafe. Kufuru Mungu kafe. Kwa sasa pale, kwa maneno mengine naweza kusema ni kama watu wa pande mbili, mtu ambaye keshatengenezwa na ufalme ndani na mtu ambaye bado hajatengenezwa na ufalme ndani. Mke wa Ayubu. Kwa hiyo yeye alifikiria tu ufalme wa Kwa hiyo Ayubu alikuwa ametengenezwa ndani na ufalme wa Mungu. Ndani nje, sio nje ndani. Lakini mke wa Ayubu yeye alikuwa ametengenezwa. Nje anaonekana kama yuko kwenye ufalme, ila ndani hayupo. Vitu ndio vimepata vile nafasi. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba anafikiri labda kuwepo kwa ufalme wa Mungu na vitu kama hivyo ni yale majumba, watoto wazuri na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku sasa Mungu ni kama alikuwa anasema Bwana, mimi sipo huko. Shetani alipokuja amepiga vikaanza kujitenga kati ya maji na mafuta. Nani alikuwa kaivishwa kweli kweli? Na nani alikuwa bado? Mwisho wa siku tunakuja kuona mtu ambaye alikuwa mtengenezwa na ufalme kweli kweli, Ayubu, bado akaongea maneno ya kijasiri sana. Na Mungu akasema, ila Biblia inasema katika hayo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Na ndio narudi pale pale lile neno lako kwamba uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo kabisa. Kuna kitu ambacho Yesu Kristo alisema ya kwamba ufalme wa Mungu hautakuja kwa kuutazamia kutoka kule kwa ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu, ndani hapa. Ndio inatakiwa kutokea hapa ufurumuke kuja huku nje. Maana yake tu sio unatoka huko, unaanzia huku ndani, alafu unaanza kuja kutoka. Ukishaanza kutoka, unaanza kuathiri vitu vya nje. Vyote vinaanza kuelekea ule ufalme. Ndio maana sasa hata vyote ambavyo unakuwa navyo kwenye Ufunuo umesema vitu vyote vimetoka kwako na kwako vinarudi. Kwa mapenzi yako vilikuwako na kwa mapenzi yako vikaumbwa. Unaona hao ni watu ambao wanauelewa kitu ambacho kiko huko ndani. Kwa hiyo ufalme wa Mungu kishaingia huko. Na ndio maana sasa mtu yeyote ambaye ndani kabeba ufalme ndio inakuwa kama ile mbegu ya haradali. Akienda mahali popote tu anaanza kuchanua. Akianza tupe kwenye mazingira yoyote. Tupe kwenye mazingira yote anaanza kuchanua. Kwa sababu ndani ndio ndani fulani. Sasa unaweza kukuta kwa mfano sasa kwa Kristo leo ni kazi kubwa sana kuona mtu labda kama ni mtu ndani ubeba ufalme. Ukiwa kanisani tutaona tu kuna namna utaanza kuathiri vitu. Ndio ile ambayo tunasema kwamba unaleta athari chanya. Athari chanya, sio athari hasi. Athari chanya. Yaani zitaanza tu kuonekana kwa sababu ndani umebeba kile kitu cha ufalme. Kwa hiyo unaweza kukuta watu wengi ndio wale wanasema waliozaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Wow. Napenda sana hiyo. Waliozaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Unakuta sasa, unaona leo hii watu wakipita kwenye mazingira kama ya Ayubu, wengi wanakuwa kama mke wa Ayubu kwa sababu ndani ufalme. Kwa hiyo unaona kwamba tuna watu wa aina ya wake wa Ayubu wengi kwenye maisha yetu ya sasa. Wengi tena sana. Kivipi? Kwa sababu ikitokea wakipita kwenye mazingira magumu,
lawama kwa mchungaji, moja mbili tatu, lawama kwa Wakristo, lawama kwenye kanisa, lawama inafikia kwa sasa mtu mpaka hata kiwango chake uhusiano wake na Mungu, hata kwenye ndoa lawama kwa mume. Kwa hiyo mtu kama anavunja ndoa kwa sababu anasema sasa zile pesa zilizokuwa mume wangu anazo hana tena, magari hatuna tena, nyumba hatuna tena, kwa hiyo ndoa haipo kabisa. Kwa hiyo unaona sasa ndio hatari ambayo tunayo, na ndio katika mazingira hata wana waziri ilitokea walitendewa miujiza mingi sana, wakapita kwenye jangwa la kukosa maji siku 3 tu. Kilichotokea hapo sio kawaida, wakaanza kusema waliosema. Kwa hiyo unakuta ni matokeo ndani ufalme au ndio maana ufalme wa Mungu kishakuja unashughulika huku, na ndio maana walipokuja Yohana akasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu naye pia akaja akasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa nini? Ndani kote. Naam. Wajibu wetu ni kutengeneza watu wa aina gani? Watu wa aina ya Ayubu au watu wa aina ya mke wa Ayubu? Tumelalia wapi kwenye kizazi chetu cha sasa? Tunamtengenezea Yesu watu wa aina gani? Sawasawa na mke wa Ayubu au sawasawa na Ayubu mwenyewe? Na kama tunatengeneza watu wengi kama mke wa Ayubu, tufanye nini sasa? Turudi upande ule ambao Mungu anataka. Nafikiri wajibu wetu kwanza ni kutengeneza watu mfano wa Ayubu. Watu ambao watakuwa wanazijua kanuni za ufalme na wanaziishi, sio kuzijua tu. Kuzijua ni kazi moja na kuziishi pia ni kazi nyingine. Kwa watu wanaozijua kanuni za ufalme na kuziishi, haijalishi mazingira gani ambayo wanaweza kutana nayo. Kwa sababu gani? Wameshatengenezwa ndani nje, sio nje ndani. Kwa hiyo kuna mazingira yote wanaweza kustawi. Lakini kwa kanisa ambalo tuko nalo sasa hivi, kwa sehemu kubwa nafikiri tunajaribu kutengeneza watu ambao ni mfano wa Ayubu. Watu wanaopenda vitu vya nje na mambo mazuri lakini ndani. Kwa hiyo unaweza kukuta tuna wafuasi wengi ndani kwenye kanisa, lakini huyu mtu hana imani ya kweli kwa Mungu, lakini hazijui kanuni za Mungu. Kwa upepo unapokuja wakati wowote ule, hutamuona amesimama thabiti kuishi kanuni za ufalme. Kwa hiyo ni muhimu sana, nitoe wito wangu kwa watumishi na kanisa kwa ujumla, tunachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza watu ambao ni thabiti katika ufalme wa Mungu. Na ni kama vile tunajimisdirect, tunajipotosha. Nikiangalia tu kwa mawazo yangu, kama tunajipotosha kiimani vile kwamba labda tunafikiri ukiwa kwenye ufalme wa Mungu kwamba hakuna maisha yanakwenda hivi tu, hakuna namna hii. Lakini baba mchungaji jana alisema Mungu tunayemwamini si Mungu wa milima tu, bali ni Mungu wa mabonde. He is not the God of mountains alone. He is also the God of valleys. Kwa maana kwamba ukiwa umemwamini Mungu utapita kwenye nyakati za kuwa nacho na nyakati za kutokuwa nacho. Utapita nyakati ngumu na nyakati nyepesi, nyakati za kuwa nacho na nyakati za kupoteza. Lakini katika mazingira hayo yote, mtu mwenye mbegu ya ufalme, mahusiano yake na Mungu hayatatetereka. Lakini yule ambaye ametengenezwa ovyo ovyo tu, ndio akishapoteza hivyo vitu anafikiri kwamba kama uzima wake huko kwenye vile vitu, kwamba sasa watu watanionaje, nadhalilika, Mungu ameniacha, amefanyaje. Lakini maisha ya ufalme ni maisha yanayojumuisha mambo hayo yote. Leo unacho, kesho hauna. Na Mungu ameyafanya mambo kwa makusudi. Kwa sababu wakati mwingine anajivunia tu kwa shetani kuhusu wewe, kwamba huyu mtu wangu huyu sio wa mchongo, kwamba huyu mtupe kwenye mazingira yoyote, huyu bado ataitika kwenye ufalme wa Mungu, hawezi kuitika kwenye ufalme wako. Ndio maana hilo hata Yesu alidhihirisha kwamba alipokuwa na njaa, alipokuwa na nini, bado hakuitika kwenye ufalme wa giza, aliitika kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Tunapokwenda na mwisho, jana baba alitoa mfano kwa habari ya Daniel. Unasemaje kwa habari ya Daniel? Ule mfano ulikuwa unasemaje kwa habari ya Daniel kuhusiana na mambo ya ufalme? Daniel ni mmoja wa mfano mkubwa sana wa kuigwa, watu ambao walihudhirisha ufalme wa Mungu kwenye maisha yao katika nyakati tofauti tofauti. Amepita kwa Nebukadreza, amepita kwa Belshaza, amepita kwa Dario, wafalme wote karibuni wanne katika nyakati zile za Babeli kule. Lakini unaona ni mtu ambaye alisimama thabiti
na ufalme kudhihirisha ufalme wa Mungu. Unajua wakati wametengeneza conspiracy, wametengeneza njama kwa ajili ya kumhujumu Daniel, kumkamata kwenye miungu yake, kwenye Mungu anayemwabudu. Kwa hiyo wakajaribu kumtengenezea sasa hivi tunaweza zengwe namna ya kumkamata Daniel, kwa sababu anaona mbona kama analeta athari hasi kwenye ufalme wetu, anabomoa vitu vyetu, anaharibu vitu. Najua Daniel alikuwa katikati ya wachawi wanajimu miungu, lakini unamuona bado mtu amesimama na Mungu wake sawa sawa, na hakuanza Daniel na kukemea alikuwa na udhihirisho. Unaona mara 3 kwa siku ataingia ndani kwake, anaenda anaomba kuelekea Yerusalemu, anamuomba Mungu, anatoka, anamuomba Mungu, anatoka. Kwa hiyo jambo hili ni kama vile lilikuwa linawasumbua, linawapa shida kwenye ufalme, na ni kama vile lilikuwa linaharibu mambo yao, kulingana tu na namna ambavyo Daniel alishikilia ufalme wa Mungu sawa sana, akawa na ufanyaji, anaudhihirisha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunapaswa yani tuna watu wachache wa namna hiyo, lakini kanisa linapaswa kuwa na watu mfano wa Danieli, ambao kwenye mazingira kama hayo wanaweza kudhihirisha ufalme wa Mungu bila kupiga kelele, bila kufanya chochote, lakini udhihirisho wao unamaanisha uwepo wa Mungu upo. Uwepo wa Mungu unapokuwepo, nguvu za giza zinaondoka, falme za giza zinainama mbele zake. Huwezi ukaona kuna kitu chochote ambacho hakiko sawa sana Mungu kinaweza kustawi hapo. Kwa sababu gani? Kuna mtu aliobeba ufalme wa Mungu na anaudhihirisha kwenye hilo eneo. Na hiyo ndio tunasema kulingana na somo ambalo baba anakwenda nalo kuanzia jana, kwamba Daniel alikuwa na moyo uliobadilishwa na ufalme. Unamuona, yes. Akawa na tabia iliyobadilishwa, kiasi kwamba wale jamaa hata walipotafuta wapi huyu bwana tutampata na kosa, hawakuweza kumpata na kosa kwa sababu alikuwa mwaminifu. Lakini akawa na maamuzi yasiyoyumba, kwamba eti imetengenezwa mpaka sheria kwamba asiombe. Yeye akasema hapana, mimi ni mtu wa ufalme, maamuzi yangu hayawezi kuyumba, maamuzi yangu yataleta tija kwenye ufalme. Akawa anakwenda kuomba mara 3 kwa siku. Leo hii mtu Mkristo akiambiwa tu wageni wamekuja hata ibadani yaje, anasema wageni wamekuja nyumbani kwangu, siwezi kwenda ibadani. Huyu mtu hajielewi. Lakini jambo la mwisho tunaona sasa pale, baada ya mambo 3, hali ya kwenye ufalme ikabadilika. Mpaka mfalme Nebukadneza mwenyewe akasalute, akasema tangu sasa ufalme wangu wote watu wamwabudu Mungu wa Daniel, kwa sababu ni Mungu aliye hai, ufalme wake hauna mwisho, ni Mungu adumuye milele. Akamwaga zile sifa. Benson, unalipi la kuongezea kwenye mambo ya Daniel? Lango la kwangu la kuongezea kubwa, kwa kuchukua mfano bora kama Wakristo, tunataka ufalme wa Mungu hasa upate nafasi kwenye eneo tuliloko na kwenye maisha yetu kwa ujumla. Tuchukue mfano wa Daniel. Biblia inasema katika mambo yote, wakati anamwambia Dario, "Falme, na uishi milele. Nimekuwa mwaminifu kwako katika mambo yote na kwa Mungu wangu. Mungu hajaniona kwamba mimi ninakosa lolote." Cha kusema ni kwamba wakati tunaanza kupigana na ufalme wa giza, shetani alisoma wapi? Anachotafuta kwanza ni kukufanya usiwe kama Daniel, ili wakaanza kutafuta chochote kwako apate, kwamba bwana huyu kosa lake ni 1, 2, 3. Anafahamika kama mshitaki. Ikipatikana kosa tu anaenda kuongea moja kwa moja. Bwana huyu mtu anasimama, lakini maisha yake ni 1, 2, 3, haya mambo hayako sawa. Kwa hiyo unaweza kukuta ufalme wa Mungu hawezi kusimama kama Yesu anavyosema. Kusimama inakuwa ni kazi ngumu. Kwa sababu kwa nini? Kwa kutokufuata zile kanuni, tunajikuta pia na sisi tunakuwa sehemu ya watu tunaobomoa ufalme wa Mungu. Tunakuwa ni kama sehemu ya kuchangia, tunamsaidia shetani kazi. Kwa hiyo ili tuweze kumshinda shetani na kusimamisha ufalme wa Mungu, tumuombe Mungu ile roho bora iliyokuwa ndani ya Daniel ituvae na sisi. Kwa hiyo Daniel anathibitisha hii somo baba mchungaji analoenda nalo lenye kichwa kinachosema kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza kabisa. Kwa hiyo Daniel kwa kuishi kanuni za ufalme wa Mungu, ufalme wa giza wa Nebukadneza ulibomoka wenyewe automatically. Unajua wakati mwingine hatuelewi kuhusu kitu cha inaitwa kukemea. Unajua kukemea ni kwa sababu una uhalali wote wa kufanya hivi. Una uhalali, umebebwa na ufalme. Sawa kabisa. Lakini kuna vitu ambavyo yani
hii hasa kwanza ndio dhana kubwa. Niseme tu kwamba kama utapata nafasi kupata kile kitabu cha kumtii Mungu ni msingi wa kumpinga shetani. Ile kila moja wapo ni silaha kubwa sana kwenye hiki kitu. Kwa hiyo kama hujapata hicho kitabu ukipate kwa mtu ambaye unataka kuona kitu cha Mungu kinasimama kwenye maisha yako na kuchangia juu ya somo hili, soma kile kitabu tena, upitie uone. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukaupinga ufalme wa giza, yani kwa njia nyepesi sana sana. Kwa hiyo kukubali tu kuishi zile kanuni za ufalme wa Mungu ambazo sasa juu yake kimekuja hapa kinakandamizwa na kutii. Kutii ndio msingi wa mambo yote. Kwa hiyo unaweza kukuta tukishakaa katika mazingira hayo, ufalme wa giza utakuwa na kibia. Ndio maana kama kwenye jamii tulio nayo tunafuata zile kanuni za ufalme wa Mungu kama wakina Daniel. Kwa hiyo kitu kikubwa kwenye ufalme wa Mungu utii ni kanuni ya msingi sana kwenye ufalme. Yani, ukipoteza utii umepoteza mamlaka ya ufalme. Yani, kwa hiyo hata useme shindwa toka, ni kama makelele tu. Unaona kilichomgharimu Sauli, kutii ni bora kuliko. Mungu alikuwa anapima vyote vile, alikuwa anatafuta utii huyu mtu. Sasa msingi wa hayo yote umebebwa kwenye utii. Shetani mwenyewe tu anaachia. Kwa wakati mwingine sasa tunajikuta sisi sio watii. Shetani kama vile shetani ni mtu wa kanuni sana. Ni mtu wa kanuni. Anajua kabisa huyu mtu nimpige, ngoja kwanza anapita hapa, anapita hapa, anapita hapa. Sasa wewe ukikurupuka asubuhi ndio kama ile wana wasikewa. Wanatoka pale, wanaanza kusema kwamba kwa Yesu anayehubiriwa na Paulo tunakuamuru. Akawatazama akasema Paulo tunamjua. Yesu tunamjua. Nyinyi ni wakina nani? Kwa hiyo wakaondoka vibaya sana. Hatupati matokeo ya kukemea ni kwa sababu hatuishi kanuni za ufalme. Kote. Naam. Nini neno lako la mwisho kwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kwa habari ya kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza? Neno lako kwao ni lipi? Ninachoweza kusema na kukizungumza mwishoni hapa, hatuhitaji sana kufahamu ulimwengu wa giza unavyofanya kazi zaidi ya vile tunavyohitaji kufahamu sana ulimwengu wa Mungu, ufalme wa Mungu na kanuni zake zinavyofanya kazi. Naomba urudie statement. Niseme tu hatuhitaji sana kufahamu ufalme wa giza unavyofanya kazi. Zaidi sana tunahitaji kufahamu ufalme wa Mungu na kanuni zake. Manake unasema nini? Asitokee mtu akasema mimi nilikuwa kuzimu, kwa hiyo yakatokea ndio akaanza kukupa hizo story. Hizo hazitakusaidia. Hazihitaji sana. Hatuzihitaji sana kabisa. Tunahitaji kufahamu ufalme wa Mungu na kanuni zake. Ukishazifahamu hizo, ufalme wa giza utabomoka wenyewe mbali na wewe kabisa. Yes, hilo ndio neno langu la mwisho. Wewe semina hii ni siku moja tu ya jana na leo inaendelea. Imekutengeneza vipi? Imekufinyanga vipi? Kwa kweli imenitengeneza kwa sehemu kubwa, hasa kuweka shauku ndani yangu na hamu ya kutaka kujifunza zaidi na kuzifahamu hizi kanuni za ufalme ambazo ninaamini Baba ataendelea nazo kuanzia leo. Zinavyobomoa ufalme, kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Ninatamani kuzifahamu kwa undani hizo kanuni, niongezewe maarifa ya kutosha ili nijue namna ambavyo ninaweza kushika vizuri ufalme wa Mungu kwenye maisha yangu. Benson, siku moja ya semina, siku ya jana, neno limekufinyanga vipi? Na neno lako la mwisho ni nini kwa tazamaji wetu? Hili neno kwanza kwa siku tu moja jana limenifinyanga kwanza kutafuta elimu ya ufalme wa Mungu hasa. Na kama ambavyo tumeelezwa ni eneo mojawapo kubwa sana itakayosababisha ufalme wa giza usipate nafasi kabisa kwenye maisha yetu. Na ni si tu kwamba kwa wasikilizaji kuanzia ile siku ya jana kusikiliza, lakini pia na kama ambavyo pale mwanzo imesemwa, vipindi vitakavyokuwa vinaendelea kuja ile kufuatilia ili kupata hasa kitu cha ufalme, ili tupate nafasi kubwa sana ya kumshinda shetani kuanzia maisha yetu sisi binafsi na tulete athari chanya kwenye familia tulizo nazo na katika maeneo yote tunapofanyia kazi, tunapohudumu, watu waone kwamba hawa watu tuupindue ulimwengu kwa staili hiyo. Kwa hiyo unaona tunaweza kuupindua ulimwengu kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo ndani yangu nikasema kumbe ile siku ya jana wakati nasikiliza nikapata kumbe hata mimi ninaweza kuupindua ulimwengu kwa staili hiyo. Kwa hiyo sasa ndani yangu ikaamka shauku kubwa sana. Kwa hiyo msikilizaji, tuna haja ya kuupindua ulimwengu kama ambavyo wenzetu wale waliopindua ulimwengu, kwa namna ambavyo walibadilika
na walipoanza kutembea huku na kule wakaanza kupeleka athari kwenye maisha ya watu wengine, mpaka falme giza zile zikaogopeka. Tunasema watu wale waliopindua ulimwengu wamefika mpaka na huko. Kwa hiyo tufike mpaka na huko, tufike kwenye familia, tufike kwenye jamii, tufike mpaka na huko kwa kupindua ulimwengu kwa kile kitu cha ufalme. Kwa hiyo ni somo zuri sana na ni somo ambalo kwa kweli linasimamia kitu cha Mungu kisawa sawa, hasa katika hizi siku za mwisho ambapo Yesu karibu anarudi. Muhimu sana tuweze kushika kitu cha ufalme. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa kipindi pendwa cha Bwana Nifinyange, basi tulikuwa tunakuletea majadiliano na mjadala wa mafundisho ambayo yalifanyika siku ya jana katika semina hii ambayo Mungu ametupa ya siku 5, na leo tutakuwa tunaendelea katika siku ya pili. Tunakualika ufike hapa Potters, Mungu akikupa nafasi ili tuweze kujifunza pamoja. Lakini kwa wale ambao hawajapata fursa hiyo, basi masomo yote tayari yako kule kwenye YouTube channel yetu, na wewe andika tu kwenye YouTube channel pale, kwenye YouTube andika Peter Undole na utapata masomo yote yanafunguka pale. Na ukishapata somo hilo usisahau kusubscribe ili tutakapokuwa kila tukiupload masomo basi uweze kupata notification kwamba tumeweka somo jipya, na uweze kuilisha roho yako na kujiimarisha katika masuala ya ufalme. Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tutakapokuletea kipindi kama hiki, sisi sote kwa pamoja tunasema Mungu akubariki. Amen.